Basi nami nipende tena kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa serikali ya wanafunzi kutoka Chuo cha Maji kwa kutambua umuhimu wa mimi kuwepo hapa leo kushirikiana pamoja nanyi katika kufanya matendo haya ya huruma au kufanya matendo mema kwa watu wenye mahitaji. Niwapongeze sana na niwashukuru sana. Tunafahamu tunakutana na watu mbalimbali, tunakutana na vijana wengi huko katika harakati mbalimbali za kuendelea kuwasaidia watu, lakini pia kuitumikia nchi yetu, lakini pia kusoma katika taaluma zetu. Kwa hiyo mna watu wengi ambao mnawafahamu, kwa kuniita mimi ni upendo, lakini pia ni heshima kwangu kuona kiasi gani tunashirikiana vyema katika kuitafuta kesho kwenye nchi yetu. Kwa mimi niwapongeze na niwashukuru sana. Lakini pili, niwashukuru pia na niwapongeze viongozi wa kituo hiki kwa kuwapokea ndugu zetu, kwa kuwapa ushirikiano, kwa kuona kwamba wanaweza wakaja kufanya matendo haya ya huruma katika kituo chenu. Mlikuwa na uwezo wa kukataa, nikasema hapana, sisi hatuwataki nyinyi, hatuwajui kwanza, lakini mmekubali na mmewapokea. Kwa hiyo sisi tuwapongeze na tuwashukuru. Nami sasa nikaseme jambo kabla hatujaenda kwenye utaratibu unaofuata. Ndugu zangu, tupo duniani, na kama tupo duniani hatuna wajibu wa kuishi misingi ambayo Mungu ameianzisha katika ulimwengu huu. Tunafahamu katika amri 10 za Mwenyezi Mungu alitusihi sana kitu kinachopendo, si ndio ndugu zangu si ndio? Sasa upendo hautafsiriki sana kwa maneno, kwa sababu wanao uwezo wa kusema tunakupenda huenda ni wengi sana, si ndio? Kwa wale ambao ni watu wazima kidogo tunaelewa. Mtu akikwambia nakupenda, unaweza kumwambia sasa, unanipendaje bwana? Onyesha matendo, si ndio? Kwa upendo una tafsiri nyingi, lakini mara nyingi upendo hautafsiriwi kwa maneno. Upendo unatafsiriwa kwa vitendo. Sasa yale ambayo Mwenyezi Mungu kwenye vitabu vitakatifu ametuelekeza kusoma katika Qur'ani, katika Biblia, kwamba tupendane, ni katika mambo kama haya. Uongozi wa kituo hiki wao wameonyesha upendo kwa vitendo, kwa kuwajali, kuwathamini, kuikana nafsi, kuamua kuteki majukumu ambayo huenda hayakupaswa kuwa yao katika hali ya kibinadamu ya kawaida, si ndio? Kwa sababu hawa watoto, kuna watu wamewazaa na kuwaleta duniani, wana familia ambazo walipaswa kuwa nazo kwa utaratibu wa kawaida wa kibinadamu, si ndio ndugu zangu? Kwa wao wakaamua kuchukua wazifa huo kwa matendo na kuamua kuanzisha kituo cha watoto wetu Tanzania, kuamua kushare upendo kwa vitendo kwa watu wenye mahitaji, maana hawa ni binadamu. Leo tunaona ni watoto, lakini hata sisi leo tuko hapa ni watu wazima, tumetokea kwenye hawa watu, si ndio? Tumetokea kwenye hili kundi. Kwa wao wameamua kuacha majukumu yao, wameamua kustopisha kazi zao, wamebeba mzigo mzito wa kutimiza ndoto na malengo wa hawa watoto ambao wazazi wao walipaswa kuyatekeleza hao, lakini huenda hawajafanikiwa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia huenda wamepuuza kutokana na changamoto za kibinadamu za duniani. Lakini wao wakasema hapana, tutachukua amri mojawapo ya Mwenyezi Mungu ya upendo, kwenda kushare upendo na watu wenye mahitaji hapa duniani. Tupige makofi mengi sana hawa ndugu zetu. Mimi nitamani nimuone, si utakuwa kuna kiongozi, mkurugenzi au mwenyekiti wa kituo hiki yuko hapa,